Baada ya tukio kubwa lililobadilisha mwelekeo wa siasa Mashariki ya Kati, ambalo ni mauaji aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, mwanazuoni wa kidini Mojtaba Khamenei ametajwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akimrithi baba yake Ali Khamenei ambaye aliuawa katika mashambulizi yaliyofanywa kwa ushirikiano wa Marekani na Israel. Uamuzi huo unaashiria mwanzo wa kipindi kipya katika historia ya Iran, taifa ambalo kwa miongo kadhaa limekuwa na mfumo wa kisiasa unaochanganya mamlaka ya kidini na serikali. Mojtaba Khamenei sasa anachukua nafasi ya juu kabisa katika mfumo huo, nafasi ya kiongozi mkuu ambaye ana mamlaka makubwa juu ya siasa, jeshi na sera za nje za nchi hiyo. Iran named Ayatollah Ali Khamenei's son Mojtaba to succeed his father as supreme leader, signaling that hardliners remain firmly in charge in Tehran. Ingawa jina lake limekuwa likitajwa mara kwa mara katika duru za kisiasa za Iran kwa miaka mingi, Mojtaba amekuwa mtu anayependelea kufanya kazi nyuma ya pazia. Tofauti na baba yake ambaye kwa miaka mingi amekuwa akitoa hotuba za hadhara na kuonekana mara kwa mara kwenye vyombo vya habari, Mojtaba amejulikana kuwa mtu wa faragha zaidi. Kiuhalisia kabisa, katika maisha yake ya kisiasa na kijamii, hajawahi kushika wadhifa rasmi wa serikali. Pia hajawahi kutoa mahojiano ya wazi na vyombo vya habari au hotuba kubwa kwa umma. Picha na video zake zimekuwa chache sana kuchapishwa, jambo linalofanya sura yake kuwa isiyojulikana sana kwa wananchi wengi wa Iran pamoja na wanaulimwengu kwa ujumla. Hata hivyo, kwa muda mrefu kumekuwa na uvumi kwamba Mojtaba alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika maamuzi ya kisiasa ya Iran, hasa ndani ya ofisi ya baba yake. Nyaraka za kidiplomasia za Marekani zilizovuja kupitia WikiLeaks mwishoni mwa mwaka 2000 zilimwelezea kama mtu mwenye nguvu kubwa nyuma ya pazia. Katika nyaraka hizo, Mojtaba aliitwa nguvu iliyo nyuma ya majoho ya viongozi wa kidini, kauli iliyomaanisha kwamba ingawa hakuwa kiongozi rasmi, alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa ndani ya mfumo wa utawala wa Iran. Shirika la habari la kimataifa limeeleza kuwa alikuwa akitazamwa kama mtu mwenye uwezo mkubwa na mwenye msimamo mkali wa kulinda maslahi ya utawala wa Kiislamu. Lakini jambo la kujiuliza, mtu huyu ni nani hasa? Historia yake ni ipi? Hivyo katika video hii tutakwenda kumfahamu kiongozi huyu mpya wa Iran. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Mojtaba Khamenei alizaliwa tarehe 8 Septemba mwaka 1969 katika mji wa Mashhad, ambao ni moja ya miji muhimu zaidi ya kidini nchini Iran. Mashhad ni kitovu cha hija kwa Waislamu wa madhehebu ya Shia na ni mahali penye historia ndefu ya masomo ya kidini. Mojtaba ni mtoto wa pili kati ya watoto 6 wa Ali Khamenei na alikulia katika familia ambayo tayari ilikuwa na ushawishi mkubwa katika siasa na dini za Iran, hasa baada ya baba yake kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa mapinduzi ya Kiislamu ya mnamo mwaka 1979. Elimu yake ya sekondari aliipata katika shule ya kidini ya Alavi iliyoko katika mji mkuu wa Iran, Tehran. Shule hiyo inajulikana kwa kuwalea vijana wengi waliokuja kuwa viongozi katika taasisi za kidini na kisiasa za Iran. Akiwa na umri wa miaka 17 tu, Mojtaba alijiunga na jeshi katika vipindi kadhaa vilivyohusiana zaidi na vita kati ya Iraq na Iran, vita vya muda mrefu zaidi katika nchi hizo vilivyodumu kwa takribani miaka 4. Vita hivyo vilikuwa miongoni mwa migogoro mikubwa zaidi katika historia ya Mashariki ya Kati katika karne ya 20. Mamia ya maelfu walipoteza maisha na uchumi wa nchi zote mbili ulipatwa na pigo kubwa. Katika mtazamo wa viongozi wa Iran, vita hivyo pia viliongeza mashaka yao dhidi ya mataifa ya Magharibi, hasa Marekani, ambayo wakati huo ilishutumiwa kwa kuisaidia Iraq katika vita hivyo. Baada ya miaka kadhaa, Mojtaba aliamua kuendelea na masomo ya dini na mwaka 1999 alihamia katika mji mtakatifu wa Qom, ambao ni moja ya vituo vikubwa zaidi vya elimu ya Kishia duniani. Hapo alijiunga na seminari ya kidini ili kujifunza sheria za Kiislamu. Kinachovutia ni kwamba Mojtaba hakuanza kuvaa mavazi rasmi ya wanazuoni wa kidini wakati huo, jambo lililowashangaza baadhi ya wachambuzi wa masuala ya Iran. Kwa kawaida, wanafunzi wengi wa seminari huanza masomo hayo wakiwa vijana wadogo, lakini Mojtaba alijiunga akiwa na karibu umri wa miaka 30. Sababu ya uamuzi huo bado haijawekwa wazi mpaka hii leo. Kwa sasa anachukuliwa kuwa mwanazuoni wa kiwango cha kati katika mfumo wa elimu ya kidini ya Kishia. Hali hiyo imezua mjadala kuhusu kama ana hadhi ya kutosha kushika nafasi ya juu kama kiongozi wa kidini wa nchi ya Iran. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya vyombo vya habari vya Iran pamoja na maafisa wa karibu wa vituo vya madaraka walianza kumtaja Mojtaba kama Ayatollah, cheo cha juu cha kidini kinachotolewa kwa wanazuoni wakubwa wa Kishia. Kwa mujibu wa mfumo wa seminari za Iran, kuwa na cheo cha Ayatollah pamoja na kufundisha masomo ya juu ya dini ni ishara ya kiwango cha juu cha elimu ya maarifa ya kidini.
Sifa hizo mara nyingi huonekana kama miongoni mwa vigezo muhimu vya kuchaguliwa kwa kiongozi mkuu wa Iran. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa hali kama hiyo si mpya. Baba yake, yani Ali Khamenei, pia alipandishwa haraka cheo cha Ayatollah mwaka 1989 baada ya kuwa kiongozi mkuu wa pili wa Iran kufuatia kifo cha Ruhollah Khomeini. Jina la Mojtaba Khamenei lilianza kujulikana zaidi kwa umma wakati wa uchaguzi wa urais mwaka 2005 uliomweka madarakani Ahmadinejad. Katika kipindi hicho, mgombea wa mageuzi Mehdi Karobi alimwandikia barua ya wazi Ali Khamenei akimtuhumu Mojtaba kwa kuingilia uchaguzi huo. Karobi alidai kuwa Mojtaba alitumia ushawishi wake ndani ya kikosi cha wanamapinduzi wa Kiislamu wa Iran pamoja na wanamgambo wa Basij ili kusaidia ushindi wa Ahmadinejad. Kwa mujibu wa madai hayo, fedha zinadaiwa kugawiwa kwa baadhi ya makundi ya kidini ili kumsaidia Ahmadinejad kupata kuungwa mkono. Miaka minne baadaye, mwaka 2009, tuhuma hizo zilijitokeza tena baada ya Ahmadinejad kuchaguliwa kwa muhula wa pili. Uchaguzi huo ulizua maandamano makubwa kote nchini yaliyokuja kujulikana kama Green Movement. Waandamanaji wengi waliamini kuwa matokeo ya uchaguzi huo hayakuwa ya haki. Baadhi yao hata walipaza sauti kupinga wazo la Mojtaba Khamenei kumrithi baba yake kama kiongozi mkuu wa Iran. Baada ya uchaguzi huo, wagombea wa mageuzi Mir Hossein Mousavi pamoja na Mehdi Karoubi waliwekwa chini ya kifungo cha nyumbani kwa muda mrefu. Ripoti kadhaa zilieleza kuwa mwaka 2012 Mojtaba alikutana na Mousavi na kumtaka aache kupinga matokeo ya uchaguzi huo. Sasa akiwa kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba anakabiliwa na changamoto kubwa. Taifa hilo linakabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi, vikwazo vya kimataifa na migawanyiko ya kisiasa ndani ya jamii, pamoja na vita kubwa inayoendelea kati ya nchi hiyo dhidi ya Israel na Marekani. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa ataendeleza sera kali za baba yake katika uhusiano wa kimataifa, hasa katika mvutano wa muda mrefu kati ya Iran na mataifa ya Magharibi. Baadhi pia wanaamini kuwa kutokana na kumpoteza baba yake pamoja na wanafamilia wengine katika mashambulizi ambayo yalifanywa na Marekani na Israel, huenda asiwe tayari kulegeza msimamo wake mbele ya shinikizo kutoka kwa mataifa hayo. Licha ya kupewa nafasi hiyo kubwa ya uongozi, Mojtaba Khamenei pia anakabiliwa na hatari za kiusalama, kwani waziri wa ulinzi wa Israel alitangaza wiki iliyopita kuwa yoyote atakayemrithi Ali Khamenei atakuwa lengo la wazi la kuondolewa. Kauli hiyo inaonyesha ni kwa kiasi gani kuna mvutano mkubwa kati ya Iran, Israel na Marekani, lakini pia inaashiria kuwa kipindi cha uongozi wa Mojtaba kinaweza kuwa na changamoto kubwa za kiusalama na kisiasa. Kwa upande mwingine, baadhi ya wananchi wa Iran wana wasiwasi kwamba uteuzi wake unaweza kuonekana kama hatua ya kugeuza mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu na kuwa wa kurithishana madaraka ndani ya familia. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilianzishwa mwaka 1979 baada ya kuangushwa kwa utawala wa kifalme, na falsafa yake ilijengwa juu ya wazo kwamba kiongozi mkuu anapaswa kuchaguliwa kwa misingi ya elimu ya dini, uwezo wa uongozi na uungwaji mkono wa wanazuoni wa dini, si kwa sababu ya kurithi madaraka ya kifamilia. Hivyo basi, safari ya Mojtaba Khamenei kama kiongozi mkuu wa Iran ndio hivyo inaanza, na atalazimika kuthibitisha kwa wananchi wa Iran na ulimwengu kuwa ana uwezo wa kuongoza taifa hilo katika kipindi kigumu cha kisiasa, kiuchumi na kiusalama kinachoikabili nchi hiyo. Baada ya kuchaguliwa kwa Mojtaba kuwa kiongozi mkuu wa Iran, watu wengi walikuwa wakisubiri kauli ya Rais Donald Trump, ambaye wiki kadhaa zilizopita aliwahi kusema kwamba ni lazima Marekani na yeye mwenyewe wahusike katika kumchagua kiongozi mpya wa Iran, na akasema kwamba kuna watu ambao amewalenga na anaona kabisa wanaweza kuwa viongozi wazuri wa taifa hilo, lakini hakuwataja. Lakini alipoulizwa kuhusiana na Mojtaba Khamenei kumrithi baba yake, alidai kwamba huyo sio kiongozi ambaye yeye anamtaka asimame pale Iran. Sasa baada ya kuchaguliwa kwa Mojtaba Khamenei, Donald Trump ameweka wazi kuwa hajafurahishwa na uteuzi huo, na anadai kwamba yeye alitakiwa kuwa sehemu ya kumchagua kiongozi huyo, na amemtaja Mojtaba kwamba ni kiongozi asiyebadilika, yani akimaanisha ni mtu mwenye msimamo mkali, na hivyo atahitaji idhini ya Marekani ili kuendelea kuwa kiongozi bila matatizo katika taifa la Iran. Trump pia amesema kiongozi huyo hatoishi muda mrefu ikiwa hatapata idhini ya Marekani, na hii ni kwa sababu tayari Israel walishasema kwamba kiongozi yoyote atakayechaguliwa atakuwa shabaha ya kuuawa kama ilivyokuwa kwa Ali Khamenei. Hivyo kwa Iran kuweza kumchagua Mojtaba kama kiongozi mkuu wa taifa hilo ni ujumbe kwa Israel na Marekani kwamba Iran itaendeleza msimamo wake na haiko tayari kuweza kupiga magoti au kusimamisha vita kama ambavyo Marekani aliwataka, wala kurudi tena kwenye meza ya makubaliano ili kuweza kusimamisha vita hiyo. Kwa leo tuishie hapo. Usiache kuniandikia maoni yako kwenye sehemu ya comment. Baada ya tukio kubwa lililobadilisha mwelekeo wa siasa Mashariki ya Kati, ambalo ni mauaji aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei,
Mwanazuoni wa kidini Mojtaba Khamenei ametajwa kuwa kiongozi mkuu mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akimrithi baba yake Ali Khamenei ambaye aliuawa katika mashambulizi yaliyofanywa kwa ushirikiano wa Marekani na Israel. Uamuzi huo unaashiria mwanzo wa kipindi kipya katika historia ya Iran, taifa ambalo kwa miongo kadhaa limekuwa na mfumo wa kisiasa unaochanganya mamlaka ya kidini na serikali. Mojtaba Khamenei sasa anachukua nafasi ya juu kabisa katika mfumo huo, nafasi ya kiongozi mkuu ambaye ana mamlaka makubwa juu ya siasa, jeshi na sera za nje za nchi hiyo. Iran named Ayatollah Ali Khamenei's son Mojtaba to succeed his father as supreme leader, signaling that hardliners remain firmly in charge in Tehran. Ingawa jina lake limekuwa likitajwa mara kwa mara katika duru za kisiasa za Iran kwa miaka mingi, Mojtaba amekuwa mtu anayependelea kufanya kazi nyuma ya pazia. Tofauti na baba yake ambaye kwa miaka mingi amekuwa akitoa hotuba za hadhara na kuonekana mara kwa mara kwenye vyombo vya habari, Mojtaba amejulikana kuwa mtu wa faragha zaidi. Kiuhalisia kabisa, katika maisha yake ya kisiasa na kijamii, hajawahi kushika wadhifa rasmi wa serikali.